Mtakatifu. Bwana Yesu, unalo neno kwa ajili yetu siku ya leo, nasi twajitiisha chini ya mamlaka yako sasa, ili ambacho ulichokusudia kusema nasi yakapate nafasi ya kupenya katika mioyo yetu. Tunapokaa mbele zako kwa utulivu, tukifungua masikio yetu ya rohoni na ya mwilini, nafsi zetu tukiziachilia mbele zako, mioyo yetu tukiachilia ikakae wazi kupokea kutoka kwako. Tuachilia nia za mioyo yetu sasa, na hisia zako zikapokee, hisia zetu zikapokee kutoka kwako, katika jina lako Kristo Yesu. Tunajiweka wakfu sasa mikononi mwako. Roho Mtakatifu kachukue nafasi yako, ukasimame kama mwalimu, ukatusikizishe na tukae kwenye kibao cha moyo wa Baba yetu. Na kwa utukufu wako Baba, tunajiweka wakfu sasa chini ya uongozi wako Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Asante. Amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwema, ni mwaminifu. Hata leo bado amekuwa mwaminifu na ametupa kuiona siku ya leo. Ni neema ya pekee na ajabu ambayo Bwana ametutendea, kutupa afya na kutupa sisi kuweza kuiona siku ya leo tukiwa na uzima wake ndani yetu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha Sunday School ambacho kimepita. Bwana ameweza kutuhudumia kwa namna ya pekee, na neema yake imetosha kwetu katika yale aliyosema nasi. Mtumishi wa Mungu alipokuwa anasema, Mungu alisema na samaki, akampa kibali samaki. Ilinipeleka mbali mpaka nikakumbuka zama za uchanga, za ujinga, sijui niseme za ujeuri, sielewi, lakini niseme za ujinga. Bwana alikuwa anasema sana, lakini nilikuwa sitekelezi. Lakini aliposema vile, ndio nikakumbushwa kutokutekeleza, haijalishi ni wakati gani nilisema, lile jambo bado linaishi. Nikakumbuka kuna ushuhuda niliwapatia wa mama fulani, walikuwa ndio wanaaminika ndani ya kanisa kama wana maombi, na sio walikuwa manabii wa kanisa, kwa mama watatu, wawili sio watatu. Ni ushuhuda nilisikia kwa mtumishi mmoja. Akasema wale wa mama Mungu aliachana nao. Sasa hiyo walikuwa washakuwa watu wazima wazee, tangu walianza hiyo kazi mapema katika ujana wao, wakienda wakimtumikia Mungu. Lakini sasa hiyo washakuwa watu wazima wakiwa wanatumika kwenye ofisi hiyo. Lakini siku Mungu aliachana nao hawakujua. Miaka ilipita, wakiendelea kutoa unabii, wakiendelea kuomba, na wakiendelea kuaminisha kanisa na mchungaji kwamba Mungu anasema nao. Lakini kumbe Mungu alikuwa amewaacha, hawana tena kibali. Kwa hiyo ilipofika Mungu alipompata yule wa kumweka kwenye hiyo nafasi, ikabidi sasa akamuondoa. Unajua Mungu hana shida, unaweza kaendelea kutumika tu kama hajapata replacement, mtu wa kumweka hapa wakati akiwa bado anamwandaa. Ndivyo ilivyofanyika kwa Sauli na Daudi. Sauli alikuwa ashapoteza kibali tangu mwanzo, lakini aliachiliwa aendelee kutawala kwa sababu Mungu asingeweka mfalme mwingine wakati anamwandaa Daudi. Kwa hiyo alipewa nafasi aendelee kutawala tu kwa hali yoyote ile, lakini akijua yeye anafanya nini, ila kibali kilikuwa kimeenda. Kwa hiyo Mungu akamkumbusha. Sasa mimi sikumbuki nilishatubu, sikumbuki katika kutubu. Alivyonikumbusha nikasema, Roho Mtakatifu, naomba usiniondolee kibali. Naomba unisamehe chochote ambacho nilishawahi kusema na mimi nikifanya alafu sikufanya, alafu siku zikaenda, alafu kasahau. Kwa hiyo kibali ni muhimu, maana ndio kinatupa kutembea. Samaki alipata kibali, alipokea agizo na alitimiza kwa wakati. Kama samaki hakumeza, yule yamkini Yona yamkini angechelewa
Kwa hiyo tunamuona samaki akitimiza ahadi kwa wakati. So neema ya Mungu iweze kututosha. Naamini hata sasa hivi nasema hivi, naenda na wewe unakumbuka huko, unaweza kukuta kulikuwa ni kitu cha kawaida sana. Tena sio kwamba Mungu alisema na wewe kwa sababu alisema ukasikia sauti. Alitumia mtu. Sasa ni wakati unaweza kuona ni mtu amesema, lakini kumbe ni Mungu amesema. Na kwa kutokufanya ukawa umepoteza kibali. Wale wamama wakapoteza kibali. Hata yule alipoanza kutumiwa, yule ambaye Mungu amempata, ilikuwa kwazo kwa wale wamama. Wakainuka kwamba inakuwaje sisi ndio. Huyu sasa inakuwaje, anasema ya kwamba walijichukulia haki kwamba Mungu anasema na wao na hawezi sema na mtu mwingine. Wakasahau kwamba Mungu hana upendeleo, ila Mungu ndiye mwenye kutoa kibali na yeye ndiye ananyang'anya kibali. Kwa hiyo anachotaka kutoka kwetu ni utii wa kuwa makini katika yale ambayo Mungu anasema, na tuwe waaminifu katika kutekeleza. Mungu anapokuja kusema, kuna wakati anasema kwa sababu kuna kitu tulisahau. Kwa hiyo anatukumbusha. Unaweza kutafuta dhambi yako kwenye maisha yako ya leo na usiipate, kumbe uko kwenye maisha yako ya kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. So vitu kama hivi Mungu atusaidie. Mungu akubariki uliyesimama kwenye Sunday school. Umetutoa hatua na kutuingiza kwenye hatua nyingine. Kila agizo la Mungu limebeba hatua. Na amesema hivi. So kila agizo la Mungu limebeba kibali chake, na ni kwa kutii kwangu kibali chake kitanivusha hatua nyingine. Kwa kutokutii kwangu, kuondolewa kwa kibali chake kutanirudisha nyuma kwenye hatua zingine. Kwa hiyo sisi tuliokoka kwa kweli, hata kila siku napaswa kujiona sijaokoka. Jana nilikuwa sijaokoka. Kwa sababu kila neno nasema kiweza kulichukulia kwa namna ya sisi, yani mimi sasa nikalibeba nikaliingiza ndani yangu, utaona kwamba mimi kumbe nilikuwa sijaokoka. Ile ninayosemaga kwamba akisemaga sengine nasema sasa nani anaingia mbinguni Mungu? Bora sasa unaniogopesha. Ile kawaida unaweza kusema kwa nini unanitishia maisha sasa? Ni kama mbona unaniambia hamuingii. Kwa sababu unaangalia nini? Unaangalia ile hali. Unaona kwamba nani anaingia sasa kama hii sura ndio hii. Haya, tuko hivi, sisi ni wanadamu, tusaidie sasa ili tuweze kuingia. Naye anasema ndio maana nimewapa roho wangu akae na nyinyi awasaidie. Peke yetu hatuwezi, ila Roho Mtakatifu ambaye ndio anayetusaidia, yeye ndio atakayetusaidia na hata tusikipoteze kibali. Yamkini unakuta kibali ndio kilikuwa kinataka kuondolewa, na Roho Mtakatifu akakusaidia ama akanisaidia. Kwa hiyo nikawa ni karibu tu nivuke ile mstari, lakini nikajikuta nimeponea pale mwisho, akaanza kunirudisha. Neema ya Mungu itosha katika maisha yetu. Mungu akubariki Sunday school, mwalimu wa Sunday school wa darasa la watoto. Kazi yenu ni njema na Mungu aendelee kuwapa mafunuo na jinsi ya kuweza kuendelea kuwabeba na kuwasimamisha, maana hili ndio kanisa la kesho. Wasipoweza kuandaliwa vizuri katika udogo huu, hawataweza kuwa wanafunzi watakapokuwa wamefikia wakati. Hizi ni shuhuda watakazoenda kuzieleza wakati wamekuwa sasa. Wakati sasa hiyo anafundisha yeye kanisani, ndio atasema, ataelezea shuhuda za Sunday school yao ya watoto, jinsi ambavyo walikuwa wanafundishwa, na atamshukuru Salome, atamshukuru sijui nani Elizabeth sijui nani ambao wanaowasimamia. Sasa hiyo hawako pamoja tena, lakini kazi yao itakuwa inaishi na watoto wakati wakiwa wameshakuwa, na matunda ndio yatakuwa yanaonekana kutokana na ile kazi ambayo imefanyika. Kwa hiyo niwatie tu moyo, msije mkakata tamaa. Watoto wanaweza kuwa na hili na lile, lakini ni kazi ambayo inabeba mwendo mrefu wa maisha yao. Amen. Kuna wengine ambao hawakuweza kuipata nafasi hiyo, ambayo sasa hivi wamekuwa ni wakubwa, hawajui pa kuanzia ni wapi. Lakini hicho mnachofanya kwa watoto, mnajenga msingi ambapo watakapokuwa wamekuwa wana platform ya kusimamia. Watakumbuka na nyimbo walizokuwa wanaimba, watakumbuka na mistari walikuwa wanasema hapa
Watakumbuka mimi ndo nilikuwa nashika mic naenda pale mbele nafanya. Sasa hiyo ni mhubiri, sasa hiyo ni mchungaji, sasa hiyo sijui ni nani. Wakati huo ameshakuwa. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa kweli. Hiyo kazi mnafanya sio ndogo, ni kubwa. Na si hiyo tu, watakapokuwa wamekuwa, pia mnawatengenezea njia yao ya kuingia mbinguni. Mungu awabariki na watie nguvu, muendelee kusimama na Roho Mtakatifu aendelee kuwatumia. Mungu akubariki Nehemia kwa kazi nzuri unayofanya hapo kwenye madhabahu. Neema Mungu iendelee kuwa pamoja nawe kwa utukufu wake. Bwana endelee kukupaka mafuta yake kuweza kuendelea kutumika katika hicho ambacho Bwana amekupa. Na endelee kuachilia ile neema ya utumishi ili aweze kupokea sifa kutoka kwetu na heshima, na endelee kutukuzwa kwa sababu wewe umekubali kusimama. Kwa hiyo Mungu akubariki pia. Amen. Baba, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Na tunaingia tena katika eneo lingine la kujifunza. Kwa nafasi ambayo umenipa kusimama leo tena, naomba Bwana ukaachilie kupitia kinywa changu yale ambayo umekusudia. Ninapoachilia nafsi yangu, mwili wangu, akili, fahamu na nia, moyo wangu na hisia zangu zote zikapelekea wewe katika kupokea na kuachilia, naomba ukanitumie kama chombo. Roho Mtakatifu kisimama katika nafasi yako na kutenda kwa uaminifu katika yale ambayo Bwana amekusudia yatufikie. Tunapokea kutoka kwako ili tuweze kutendea kazi. Katika jina lako Kristo Yesu, nikiwa kama chombo tu ambaye Bwana umekusudia niweze kutumika siku ya leo, nami najiweka wakfu mikononi mwako, ukanitumie kwa utukufu wako. Katika jina lako Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu. Tuna somo la kumalizia na neema Mungu itatosha leo tena. Kama tutamaliza ama hatutamaliza. Lakini tuna kiporo cha zile siku 3 za maombi. Kile tukiweke pembeni tumalize hiki, alafu tutarudi hapo tuweze kumalizia kile tulikiacha. Somo letu ambalo tumekuwa tunaenda nalo, hii ni wiki ya 30 na ngapi, siku 5 ama 6. Ni siku ya imewadia. Tumeenda katika vipengele vingi, lakini tukiwa na mstari ambao ulikuwa unatuongoza kutoka kwenye kitabu cha Ezekiel 47. Tulianza hicho kitabu kuanzia ule mstari wa kwanza. Tumekuwa na mistari 5 tu. Tulienda mpaka mistari ya 10 pale 10 ambayo imetuongoza tangu tulipoanza hicho. Na tuliangalia kwamba kuna vitu ambavyo vimeachiliwa kwa ajili yetu ili tuweze kuishi kama alivyotukusudia yeye, tuweze kuishi katika ushindi ule aliokusudia yeye. Lakini sasa tukaliangalia kanisa, tukaliona linaishi kwa sura yake na tofauti. Kwa hiyo tukaangalia vile vipengele ambavyo tulikuwa ndio vitusaidie kutuwezesha sisi kuishi hivi. Tukawa na zile hatua zetu 4, ambapo tumeingia kwenye hatua ya 4 ambayo ni ya mwisho. Hatua ya kwanza tuliona yale maji yanafika kwenye kizingiti. Lakini tukaona hatua ya pili maji yanafika kwenye magoti. Na hatua ya 3 tukaona yale maji yanafika kwenye kiuno. Na tukasema kwamba eneo ambalo ni la hatari ni maji kufika kwenye kiuno. Sababu maji yakiwa bado yako kule chini, mtu akiokoka leo, kesho kutwa, baada ya mwezi mmoja akarudi nyuma, hakutani na athari kubwa ambazo atakutana nazo yule ambaye maji alishafika kiunoni. Kwa sababu yule ambaye alishafika kiunoni maji, pia anakuwa alishasababisha hasara kwenye ufalme wa shetani. Kwa hiyo zile hasara ambazo alisababisha kwenye ufalme wa shetani ndio huwa anatakiwa azilipe sasa wakati huo. Wakati ameingia ameshawekwa hapa hivi na shetani. Ndio pale anaambiwa, wewe ulifanya hivi na hivi. Kwa nini ulifanya hivi? Kwa nini ulifanya hivi? Ndio anapigwa, na kupigwa kwake ndio yale matukio yanayoonekana kwenye maisha yake.
Utakuta mara hivi, mara vile, mara hivi, mara. Sio kwamba ni Mungu ndio anamtandika, ila ni Mungu ameruhusu. Kwa sababu wanaofanya hizo kazi ni shetani na watu wake. Amini, watu na kazi wake. Kwa hiyo Mungu anakuwa ameruhusu. Kwa sababu wewe kuna wakati ulimuona shetani mbaya, ukamtandika, na Mungu ukaomba vifaa vyake vya ufalme. Uliomba, malaika Mikaeli akaacha kazi zake na jeshi lake, wakaja kukutetea wewe, wakaja wakakupigania wewe, wakashuka na mapanga yao, wakacharaza ufalme wa shetani, wale mapepo na kadhalika. Ulisababisha silaha za vita kulingana na jinsi ambavyo shetani alikuwa amekutesa wakati hujaokoka. Alivyokutesa navyo, sasa si ndio una hasira? Kwa hiyo unapiga, unaomba, na wale sasa kwa maombi yako wewe ndio zile silaha zinaachiwa. Kama ni magreda anaenda kutindua, kuondoa kule mahali ambapo ulikuwa umewekewa makorokoro, kusawazisha barabara ya maisha yako. Kama ni nini, yani kila kitu kinaletwa kwa ajili. Alafu wewe watu unarudi pale. Mkongoto utakao upata unatoka kwa shetani, kwa sababu paka maji yakafika hapa ulishapokea ufahamu. Maana tulisema wao, kundi hilo ni watu ambao wanaombaga, ni wajuzi wa maombi na wanasimamia platform ya imani, isipokuwa hawana nguvu za kustahamili. Kwa hiyo shetani anapokuja kuwaletea, kwa hiyo shetani anajua hawa watu washapata ufahamu, wanaelewa. Kwa hiyo siwezi kuwaendea kama ninavyowaendea wale wa kule chini. Nitawatengenezea mazingira ambayo jana ndio tulivyokuwa kwenye nilionyesha. Kasema anatupa kikapu pale, anatupa kitu pale kizuri ambacho utakiona, utakitamani, utakifuata, unasema ngoja nisogee, Mungu amenikumbuka leo. Unaona kinavutwa, kinarudishwa nyuma. Anaenda, unamsogelea wewe. Aje kukushambulia, unamsogelea mwenyewe. Shetani hawafanyia attacks hawa watu wa namna hiyo walifika hapo, ila anatengeneza vitu vitakavyo kushawishi ili kupoteza na kuondoa ufahamu uliokuwa nao kuhusu Mungu. Kwa hiyo utakapokuwa unaanza kuzubaa na macho yako yanaanza kucheza kwenye vile vitu, yeye ndiye anasema leteni hicho chengine, wanakuwekea. Leteni hicho chengine, wanakuwekea. Lakini wanarudi nyuma wakiwa wanakuvuta na wewe. Wewe unaenda mbele ukifikiri unaenda kwa vile vizuri unavyo. Tena amesema walimu asubuhi, wakati mwingine kwamba utaona ni Mungu amefanya, kumbe si Mungu. Kwa hiyo unakuja akikuingiza tu pale kwenye kona yake na usema akishakukamata kufanya hivi, huo mkongoto utakopa. Sasa Mungu anakuwa anatoa ruhusa kwa sababu ulienda wewe mwenyewe. Akikuvamia yeye, Mungu anaweza kaachilia jeshi likakupigania hata usipoomba, sababu ni yeye amekuvamia. Sawa? Lakini yeye anatengeneza ushawishi kukuondoa mahali uliko, kwa sababu anajua hapo mahali uliko hawezi kufanya kitu hapo. Jicho la Mungu linatazama. Kwa hiyo wakati anazunguka hapo ataulizwa unafanya nini hapo? Kwa sababu kuna kiwango ambacho ukifika. Sasa anatengeneza hayo mazingira ili akuondoe hapo, asije akapata shida na Mungu wako. Akishakusogeza ndio anamwambia Mungu, mtu wako huyu hapa, naye anatoa kibali. Ndio sasa anaanza kukutesa. Kwa hiyo yale mateso ambayo tunayoyapata, ananipiga anavyoweza kunipiga bila huruma, na akimaliza ananitupa hapo. Sio kwamba anakuhitaji. Vile vitu vizuri alikuwa anakuonyesha ni kwa sababu alitaka uondoke mahali ulikuwa kwenye hiyo nafasi. Akisha malizana na wewe, hakutaki hata wewe pia, kwa sababu anajua kabisa hautakuwa mwaminifu kwake. Kwa hiyo huwezi kuwa chombo chake, kwa sababu kama umeshindwa kuwa mwaminifu kwa huyo kwake mpaka yeye amekutoa pale, akisema kwamba akuchukue wewe akuweke,
hautakuwa mwaminifu kwake na yule atakuchukua. Kwa hiyo anahakikisha amekurarua kiasi ambacho wewe kitu usichofaa. Sasa yeye anayekutaka huyo Mungu ndio aje aanze kukutengeneza tena. Kama kuna vitu viliharibika ndio aanze kuchukua spare parts sasa. Jamani, hebu mtengenezeni huyu. Haya, leteni hiki, wekeni. Leteni hiki, wekeni. Ameharibu hiki, ameharibu hiki. Unashughulikiwa, unatengenezwa. Ni miaka inaenda hiyo sasa. Miezi inaenda, miaka inaenda. Unatengenezwa ndio sasa uonekane sasa unafaa. Ndio sasa sema mfundisheni huyu, tengenezeni mazingira ya kuelewa yuko wapi na mumtengenezee mazingira ya kwamba ajue asije akafanya makosa tena. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio anaanza kufanya hiyo. Basi pale ikifika hatua ambazo unakuwa sasa unaweza ukaanza kuona na kuelewa kwamba maisha ya wokovu ni kitu gani, waweza kumsaidia mtu. Sasa kile ambacho kuburuzwa kwako na kutandikwa kwako na adui shetani inafanyika kuwa somo kwa ajili ya wengine. Na mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Unaweza ukafundisha ili mtu mwingine asiingie hapa. Ndio kazi wanazopewa sasa watu wa namna hiyo. Unakuwa mwalimu wa kuwasaidia wale ambao bado wanakuwa wasije wakarudi wakaingia mahali hapa. Kwa sababu wewe umetoka na umeona umeponea chupu. Umeona kabisa jinsi ambavyo shetani alikuvuruga akakurarua na akakuonyesha akakuthibitisha kwamba hana haja na wewe. Ila alitaka kuruini, kukuchana-chana na kumalize, alafu anakuacha hapa. Mwenye haja na wewe anayesifanya kwamba wewe ndio mtu wake, haja akakutengeneza. Tena sasa anaondoka. Mtu wako huyo hapo ndio mtengeneze. Anaondoka zake. Si kibali alipata kutoka kwake. Alipewa kibali ndio anakutengeneza, alafu anasema sasa wewe ni chombo changu, nenda kafundishe wengine. Sababu mahali ulipita kuna watu wengi duniani wanatamani kuingia hapa. Nenda kawazuie, nenda kawasaidie, fanye wasikae. Hiyo ndio kazi ambayo inafanyika. Sasa hao watu wa magotini wa kiunoni tukasema ni watu ambao wako kwenye kipengele ama kwenye eneo ambalo ni la hatari. Kwa sababu katika mwendo mzima wa maisha yao yote nakuta shetani anavuta kamba na huku Mungu anavuta kamba. Kwa hiyo kuna falme mbili ambazo zinavuta kamba kwa ajili yako. So inategemea utaangukia wapi. Wewe ulikoegemea ndiko kutakuwa kumepokea ushindi. Sasa kwa sababu shetani anapovuta kamba, anavuta kamba zilizobeba ushawishi kwa namna fulani, ndipo watu wengi unakuta wanaangukia huko. Nakuta mtu amesimama alafu anasema jamani na huyu tena, jamani na huyu tena, jamani na Helena tena. So vitu kama hivyo vinatupasha tuwe makini. Ndio maana Bwana anatufundisha somo hili. Lakini tukaingia katika kipengele cha 4 ambacho ndio cha mwisho. Tukaona kwamba ni jinsi gani ambavyo hatua hiyo ya 4 inavyofanya kazi. Tukaona kwamba maji yanakuwa yamefika juu na yakafurika. Na tukasema ya kwamba yule mtu anayepima zile dhiraa zile, vipimo vile, kama ndio Roho Mtakatifu ambaye huwa anatuingiza kwenye vipimo kila tunaposogea hatua. Hakuna hatua utaingia ya utukufu ambaye yeye hajahusika na shetani hajahusika. Lazima hao watu wawili wahusike. Na wakisha husika ndipo sasa utafikishwa ama utayaona yale ambayo ulikuwa umekusudiwa ama yamewekwa kwa ajili yako. Sasa hii hatua ya 4 tuliangalia, tukaangalia vipengele ya kwamba mimi nitakapokuwa nimeuza maisha yangu duniani, kwa sababu tuliona kwamba hatua hii ya 4 ni ya wale ambao wameachana na dunia, kwamba wamezama ndani ya ule utukufu, wamezama ndani ya yale maji, wamezama ndani ya lile neno, wamezama ndani ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo
wamefunikwa. Yaani walivyokaa wao ni wakiwaza, wakitafakari, wakiishi. Neno liko hapo mbele yao. Roho wa Mungu yuko hapa. Bwana yuko hapa. Maisha yao yamebeba haya. Ndio hayo sasa yale maneno ambayo hata kina Paulo wakasema, mimi mtu asinitaabishe. Kwa sababu kila mtu kwake alikuwa hana maana, isipokuwa maana alionayo mtu kwake ni yeye kumfanya yule mtu amgeukie Kristo. Kwa sababu sasa ndani yake amejaa Kristo, ambaye sasa shauku ya moyo wake anataka kila mtu ampate huyu ambaye alionaye yeye. Kwa hiyo hawa ndio watu ambao hawanaga biashara zingine na hawana urafiki. Ndio maana Yesu alisema na wanafunzi wake, akawaambia sasa hivi siwaiti tena watumwa, na waita marafiki zangu. Kwa nini? Kwa sababu sasa mmeanza kunijua, kwa maana mmeanza kwenda katika njia zangu. Kwa hiyo Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani hakuwa na urafiki na wanadamu kwa maana ya urafiki, kwa sababu yeye alikuwa amevaa mwili. Na ndio maana hakutengeneza urafiki na mtu hata aje afike mahali pa kusema kwamba nyinyi ni marafiki zangu. Alisema nyinyi ni marafiki zangu kwa sababu alishawaingiza kwenye hatua yake ama kwenye ile neema yake. Kwa hiyo sasa tunajuana, sasa tunafahamiana na tunakuwa katika utendaji mmoja. Kwa hiyo tunaweza tukawa marafiki sasa, lakini si kabla. Ndio maana Biblia inaposema ya kwamba hakuna urafiki kati ya nuru na giza. Kwa sababu kama wewe ni mwenye dhambi na mimi ni mwenye haki, sio kwamba tunajihesabia haki. Hizo ndio kanuni. Hatuna urafiki. Urafiki kama urafiki wa kushirikiana, bali urafiki utakao kuwepo lazima huo umebeba kusudi la Mungu. Kwamba huyu mtu mtamsogeza karibu na mimi, atakuwa rafiki yangu kwa sababu kuna kitu natakiwa kumpa. Wao uliona lini tapeli ana rafiki? Matapeli hawana marafiki. Wao wenyewe kwa wenyewe hawana urafiki. Ila urafiki walionao ni wa hiyo kazi ya utapeli walionao, wizi ama utapeli. Ndio maana ikifika mahali wameenda kuiba, ikatokea wanakamata, hakuna mtu anamshika mwenzie twende. Kila wani watasambaratika, kila moja na njia yake, na hakuna anayejua mwenzie huyu anakimbilia wapi na yule anakimbilia wapi. Kila moja anaokoa maisha yake. Sasa hiyo hawajuani. Tatizo limekuja hawajuani, ila walijuana wakawa marafiki kwenye ile agenda. Sasa agenda imeharibika. Kwa hiyo hatujuani tena. Hawana urafiki. Ndio maana hawaaminiani, wanaiba pamoja lakini hawawezi kuaminiana. Kwa sababu saa yote mmoja anaweza kawazika wenzake. Kwa nini? Hawana urafiki. Hakuna huo urafiki kabisa. Ila urafiki walionao umebeba agenda. Na hiyo agenda ikiishi, wakishagawana pesa, kila mtu anaenda kutumia pesa zake mwenyewe. Kila mtu anaenda kutumia kitu ambacho wamegawana mwenyewe. So na sisi ndivyo tulivyo. Hatuna urafiki na ulimwengu kwa sababu urafiki ambao tulio nao umebeba kusudi la Mungu ndani yake. Kwamba mwisho wa kwisha, ukishaongea na mtu, kisha fanya urafiki, kisha tembeleana, mkisha kula chakula pamoja, mkisha peana mastori yenu, agenda ni nini? Ndio sasa lile ambalo ndio kusudi lazima liingie kwake. Ndio tunasema sisi tuliokoka hatuna urafiki wa ushoga wala ubesti wala ushosti. Huo ni urafiki wa duniani. Maana ndio urafiki uliobeba masengenyo na mambo mengine mengi. Lakini huo sasa una agenda pia. Watu hao wakikutana wana agenda. Kuna watu ambao wakikutana hawana kazi nyingine, kazi yao ni kusengenya. Kwa sababu ni timu imekamilika. Hiyo ndio agenda yao ya urafiki wao. Kuna wengine wakikutana wana vikopa, sio wana makorokoro gani ya mikopo. Hawana urafiki wale watu. Ila utawakuta wamekaa pamoja, wanajuana kwa sababu kuna agenda iliyoweka pamoja. Na sisi ndio hivyo. Sasa watu hawa ama kundi hili ni kundi ambalo limejifunika, yani sio kwamba wao wamejifunika, kwa yale maji kufunika. Hawana kitu cha kufanya na mtu, kwa sababu wako katika ulimwengu mwingine. Wamefunikwa na kitu kingine kiasi ambacho hawako tena kwenye ule ulimwengu.
hawako tena kwenye ile ulimwengu wa kawaida. Ndio hapo unaona kwamba mtu anapofika kwenye hiyo hatua ya 4, huwezi kumkuta anamuonea mtu wivu, kwa sababu hayuko hapo yeye. Anakuona lakini hayuko katika hayo na hayuko katika hicho. Wewe hata ukawa na makorokoro gani, hata ukajishaua kwa namna gani, hayuko hapo. Aliko yeye amefunikwa na yale maji, anauona ule ulimwengu wa yale maji yaliyomfunika. Mtu aliye ndani ya maji anaye dive, wale divers wanao dive kule chini, hawauoni ulimwengu huu mpaka wanapotoka nje. Na wanapokuwa kule ndani, wanakuwa kule kwenye maji na vifaa vinavyowaruhusu wao waweze kuishi huko, kwa maana kwa muda huu ambao wanadive huko ndani. Sasa usiwezi sasa kutumia vifaa vya huku kwenye nchi kavu ndio unaenda kudive navyo. Huwezi kutumia wivu, hasira, kusengenya, zina